zama zinakaribia kwa sababu ya mabadiliko haya nilokuwa nakwambia Ulaya na Marekani, kwamba si siku nyingi sana ukiangalia rate ya ile conversion ya Ulaya na Marekani ni kubwa sana, kwa sababu ya haya matukio haya hapa yalotokea miaka hivi karibu 2 decades hapa. Kuna conversion rate kubwa sana ya watu kutoka kwenye dini zao kuingia kwenye Uislamu. Sasa wa CIA wana neno lao moja waliliinvent huko zamani, inaitwa blowback. Blowback ni unintended consequence. Yes. Ni matukio ambayo hukuyatarajia wala we hukuyapanga. Unafanya hivi, linatokea hili lingine. Si umenielewa? Na moja ya blowback ya haya matukio ya Marekani ambayo imefanya, imepigana vita Afghanistani, imepigana vita Iraki, imepigana sijui wapi, ni immigrants, wahamiaji. Hizo nchi walizoenda kuvuruga, watu wameondoka, wameenda Ulaya na Marekani. These people were Muslims. Some went with their families. Si unanielewa brother? Practicing wengine Uislamu. Wamefika, wametafuta sehemu za kuswalia, 5, 10, wamekuwa 20. Si umenielewa? Wengine they had to marry, wanaoa wao wazungu, wanaoa raia waliowakuta. Miji inakuwa populated. Who could imagine kwamba London inaweza kaa na mayor Muislamu, New York inaweza kaa na mayor Muislamu? Who knows next 10 years? What about 20 years from now? Pale White House atakuwa nani pale? So wakati mwingine unaweza ukasema ni adhabu kwa Waislamu au ni mateso kwa Waislamu kwa sasa, lakini Mungu ana yake, Mungu ana mipango yake mirefu. Sisi tunaweza tukapima leo kwamba kwa nini leo tunaumia, kwa nini leo wenzetu Gaza wanauawa, kwa nini leo hivi, lakini it's a 60-year plan. You have to suffer now, kwa sababu hii suffering ni ya kwenu, matunda watakuja kula pengine wajukuu zenu na nini. I'm certain, mimi I don't wish to live to see it, but I am certain kwamba next 10 years or 20 years, 20 years is too much, 10 years, God help me, kama mimi nitakuwa niko hai, tutaongea mambo mengine kabisa. Kama London, kama New York ina mayor Muislamu, kuna siku pale White House, Buckingham Palace, au kwenye maeneo Brussels kule nini, kutakuwa na decision maker ambao unajua shida ni moja, kuna mstari mwembamba sana brother unaotofautisha kati ya chuki na upendo. Yani mstari unaotofautisha chuki na upendo ni mwembamba mno. Iko hivi, ukipenda sana it's likely ukaingia kwenye kuchukia. Si umenielewa? Na ukichukia sana, wewe uko kwenye possibility, yani nafasi yako kwenda kwenye kupenda ni kubwa mno kuliko yule mtu ambaye yupo kati kwa kati, amebalance. So there's been so much hatred in Europe and America against Muslims, and that is a blowback. Turudi kule CIA kwamba it's a blowback, unintended consequence. Unamchukia mtu sana, you find no fault at the end. Mwisho wa siku ni nini? Kwa sababu lazima ifikie mwisho. Climax ni nini? Utakufa unachukia? Hapana. Reach a point utaona, no, I've been hating this person for no reason. This is what is happening in America. Angalia wakati wa mauaji ya Gaza, vijana kwenye vyuo vikuu walivyokuwa these were not Muslim. Majority were not Muslim. Kwenye vyuo vikuu huko.
Now they are chanting words against Israel, the most beloved nation of this planet. Now is against everyone. Everyone, brother. Now, sio hivyo tu, even the politicians, among politicians within American administration cycles, wameanza kuquestion influence ya Israeli kwenye serikali yao. Nchi za Ulaya zimeanza kuquestion. Hivi unahisi Uingereza ingegoma kuingia kwenye hiyo vita? Ujerumani? Lakini usifikiri ni kwamba labda hawataki. Ni Starmer anachokiangalia, majority ya wapiga kura wake sasa hivi are the Muslims. How are you going to make sad these people, the voters? So it will reach a time in Europe and America kwamba hawa wagombea wanasiasa wa decision maker wanaweza sio Waislamu, lakini wakawa na ile hofu kwamba we will make the voters, our voters, very sad. No, Mr. Netanyahu will not do that. This is your war, you go on with it. And this is the promise of God, that one day the world will forsake them. Ipo siku dunia yote, hata yale mataifa makubwa yatawakimbia. Kumeanza kusikika maneno kwamba kumbe sio Marekani, sio Israeli inayotumia Marekani. Ni Marekani inayotumia Israeli. You see? It's a blowback. Kuna siku usuhuba na uswahiba. Na ndio maana kwa hoja hiyo wanasema sasa hivi Israeli inachokifanya ni kuikimbia Marekani. Trump will be the last president kwa Israeli. Sasa hivi Israeli inajiattach na another nuclear power away from USA. We know that country. India. Yes. India. Yani Netanyahu na serikali yake wanaona kwamba wako safe zaidi with India sasa hivi kuliko nini? Marekani, kwa sababu things have changed. Na Ulaya pia hawako salama with Ulaya na Marekani. Kwa sababu ya hiyo uliyosema yameanza. American first or Israel first. Watu wanakimbia. They don't want to be associated with. Wale wanaosema Israel first wanaingia kwenye scrutiny. Si umenielewa? Wapiga kura wanasema maneno mabaya, wanauliza maswali magumu. Sasa for how long Netanyahu kimsikiliza? Na sio hivyo tu, angalia watu ambao walikuwa ni the most vocal and supporter of Israel, watu kama wakina Tucker Carlson, wakina Candace Owens, wale ile think tank ya ma-conservative kwenye media, powerful media like Fox News, CNN, what? Sasa hivi no longer in love with Israel. Si umenielewa? Watu kama wakina Tucker Carlson wanahoji Waislamu wanaweza wakahisi kwamba wanapita kwenye nyakati ngumu, lakini there is hope. There is hope. Palipo na ugumu Mwenyezi Mungu anatia wepesi. Hiyo ndio mafundisho ambayo sisi tunafundishwa, na ndio kitu tunachopaswa kuamini kwamba kwenye haya matatizo ambayo wanapitia watu wa Gaza, watu wa Mashariki ya Kati, Irani na nchi zingine, Mwenyezi Mungu ana wepesi, anatutengenezea huko mbele. And inshallah ipo siku Jerusalem watasali pale Waislamu, wataswali pale Wakristo, wataswali pale Waisraeli, kwa sababu it has always been like that, not the otherwise. Sasa hivi Waislamu wananyanyaswa, Wakristo wananyanyaswa, wanatemewa mate,
lakini Mwenyezi Mungu akitupa uhai, Jerusalem itaswaliwa na dini zote, wataswali pale, wataishi kwa amani bila haya mambo ya sijui the Great Israeli Project ambayo is a delusion, is an illusion of Netanyahu and his radical government.